Jambo mtazamaji wa Kiswaga Media, karibu katika Soka Ulevi hapa Kiswaga Media. Mimi naitwa Frederick Kiswaga, niko na mchambuzi wa soka Luambano, na sisi Kiswaga Media unatupata kupitia YouTube channel yetu ya Kiswaga Media, lakini vile vile tunapatikana kupitia mitandao yetu ya kijamii kwa maana Instagram, TikTok na Facebook kupitia Kiswaga Media. Luambano, mambo vipi? Kama uko vizuri? Tunaam, namshukuru Mwenyezi Mungu. Karibu sana Kiswaga Media bwana. Shukrani na karibu. Au sio? Kabisa. Luambano, jana Simba wamecheza dhidi ya Mashujaa. Yes. Mafande hao kutoka mkoani Kagera kule. Na Simba ameweza kuibuka Kigoma, yes. Kagera. Na nataka kuchanganya Kagera Sugar. Yeah. Kigoma kule. Na Simba ameweza kuibuka kwa ushindi wa goli 2-0. Na mechi ilipigwa pale Meja Jenerali Samuyo kule Mbweni. Na katika mchezo wa jana naona bashasha za mashabiki wa Simba ilikuwa ni kuangalia kikosi chao kipya, hasa maingizo mapya ambayo wameingiza. Yeah. Tukiangalia mchezo wa jana kiujumla ulikuwaje? Nadhani kuna improvement kutoka kwenye mchezo uliopita wa ligi kuu. Angalia performance ambayo ilionyesha kwenye game dhidi ya Mtibwa Sugar. Ndio. Haikuwa performance ambayo inaweza kumfurahisha shabiki mwanachama wa klabu ya Simba kwa maana kwa namna timu ambayo ilikuwa inacheza. Ndio. Wachezaji walikuwa slow sana kwenye matukio yote ya kimpira, kwa maana kwamba physically hawakuwa fit, mentally hawakuwa fit, kwa maana kwamba physically kwenye migongano mingi walikuwa wanapoteza mipira, lakini pia mentally kwenye maamuzi yao mengi hayakuwa maamuzi sahihi. Kwa hiyo ni kitu kingine ambacho kilikuwa kinafanya timu icheze kwenye tempo ya chini, kitu ambacho mashabiki na wanachama hawakufurahishwa na performance. Lakini kwenye game ya jana dhidi ya Mashujaa ulikuwa unaviona vitu vingi positive kwenye mchezo wa jana, kwa maana kwamba wachezaji walikuwa na kiu na hamu ya kutaka kuitetea logo ya klabu ya Simba, kwa maana ulikuwa unaona movement za wachezaji wakikimbia sana. Ndio. Kwenye sehemu ya kutumia nguvu ulikuwa unaona wachezaji wanakuwa wanaleta ushindani kwenye 1v1. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana positive ambavyo Simba walikuwa wanavifanya. Lakini pia hata kwenye usahihi wa matendo ulikuwa unaona sehemu ya kupiga pasi mtu anapiga pasi, sehemu ya kukimbia mtu anakimbia. Kwa hiyo kulikuwa kuna vitu vingi sana positive ambavyo vilitokea kwenye mchezo wa jana ambavyo kwenye mchezo uliopita dhidi ya Mtibwa Sugar hatukuviona hivyo vitu. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba mchezo wa jana ulikuwa na improvement kubwa, na muundo wa kiulinzi ulikuwa unaona pia muundo wa kiulinzi wa klabu ya Simba jana ulikuwa bora sana, kwa maana Roshan The Rock pamoja na Wilson Nangu walicheza vizuri sana, japo kulikuwa kuna changamoto kwa mafullback wao, kwa maana ya David Kameta Duchu pamoja na Nixon Kibabage. Hususan kwa Nixon Kibabage kulikuwa kuna changamoto kwenye end product yake. Ndio. Anafanya kazi nzuri sana kutoka kwenye eneo la ulinzi mpaka kwenye mstari wa katikati. Anapovuka kwenda kwenye mstari wa mwisho, product yake ya mwisho haikuwa nzuri sana. Kosi zake, V-pass, namna ambavyo anaweza akatengeneza shambulizi kutoka upande wake wa kushoto ilikuwa ni changamoto kubwa kwa klabu ya Simba. Lakini muundo wakati timu na defend ulikuwa unaona muundo mzuri tofauti na game ya Mtibwa Sugar. Na kwenye game dhidi ya Mtibwa Sugar Mtibwa Sugar alifanikiwa kupata bao moja, lakini wali create nafasi nyingi na matukio mengi ya hatari kwenye lango la klabu ya Simba ambacho jana hatukukiona kwenye game dhidi ya Mashujaa. Kwa hiyo unaweza kuona pia kwenye eneo la ulinzi Simba walikuwa wameimarika, kwa maana kwamba waliweza kuzuia uhatari wa klabu ya Mashujaa kwenye eneo lao. Lakini pia kwenye eneo la midfield ulikuwa unaona performance ya mtu kama Yusuf Kagoma ambaye alikuwa anacheza kwenye hilo eneo. Alikuwa anailinda vizuri backline yake, lakini pia hakuwa na pasi nyingi zile za back pass pamoja na sideway pass. Muda mwingi alikuwa anapata mpira anapiga pasi za kwenda mbele na kurahisisha mashambulizi kwenda kwa wapinzani. Morris Abraham kama kawaida ameendelea kuwa kwenye ubora mkubwa sana. Ubunifu wake kutoka kwenye kichwa ni miongoni mwa wachezaji ambaye ana ubunifu mkubwa, uwezo wa kutembea na mpira, kwa maana anasema kwamba hawa ni aina ya wachezaji ambao ni ball carrier wazuri. Pindi timu inaposhindwa kufunguliwa kwa pasi, yeye huwa anakwenda kuifungua kwa kukokota mpira kuwafuata wapinzani. Na tulikuwa tunashuhudia namna ambavyo anatengeneza nafasi. Kwa hiyo eneo la midfield jana waliweza kucontrol games, waliweza pia kufanya matukio mengi mazuri, kwa maana kwamba nafasi zilitengenezwa nyingi sana kwenye mchezo wa jana kama unakumbuka. Lakini pia tofauti na mchezo dhidi ya Mtibwa Sugar ambako hata kwenye eneo la nafasi zilikuwa ni nafasi chache sana za Simba ambazo zilitengeneza nafasi za wazi. Kwa hiyo kwangu naweza kuona pia eneo la katikati mwa uwanja kulikuwa kuna ubora mkubwa. When it comes kwenye eneo la kuzuia, lakini pia ilipokuwa inakuja kwenye eneo la kushambulia ulikuwa unaona ubora. Eneo la pembeni kwa maana ya mawinga wao Anset Oura pamoja
mwenzake Ribasa Gay walikuwa bora sana. Kwangu mimi naamini mchezaji mzuri hauhitaji kumpa muda. Kuna baadhi ya vitu tu ukimpa mpira vinakuonyesha kwamba huyu ni mchezaji mzuri, na kama atapewa muda kukaa kuna mazingira rafiki ya kuweza kuonyesha kipaji chake anaweza kufanya vizuri. Ukimwona Ribasa Gay kidogo anaanza kunikumbusha vitu ambavyo alikuwa anafanya Luis Merson, kwa maana kwamba ni miongoni mwa wachezaji ambaye ni risk taker, anaweza kuamua kuingia kwenye 18, ana uwezo kuamua, kwa maana kwamba sasa anakokota mpira na kwenda kwenye 18, sasa naamua kuweza kushoot kutoka kwenye ile eneo, na goli lilipatikana katika namna hiyo, maana mara baada ya kukati kwa kiungo ambaye au winga ambaye sio risk taker angeamua kuweza kupiga pasi safe, lakini kwa kuwa yeye ni risk taker na anaamini kwenye uwezo wake, mara baada ya cutting akaweka mpira kwenye mguu wake wa kushoto, then akaamua kukev, bang, Simba wamepata bao. Anicet Oura, namna ambavyo anadumna mpira, namna ambavyo ana uwezo mzuri kwenye 1v1 ni vitu vingine ambavyo vinakuonyesha kwamba huyu ni mchezaji ambaye kama atapewa muda, mazingira ya kuwa rafiki, naamini anaweza kuwa na msaada mkubwa sana, tofauti na mawinga ambao wamepita Simba kwa miaka ya hivi karibuni. Na nataka kukumbusha hapa, moja kati ya kitu ambacho Simba walikuwa na struggle ni kupata proper replacement ya wachezaji wao. Walikuwa unaona ameondoka Mixon, wakaja wakina Duncan Nyoni, mawinga wa level ya kawaida sana, kwa Simba wakaona struggle. Aliondoka Clatous Chama Chama, wakaja wachezaji na amerejea tena Clatous. Walikuja wachezaji wa daraja la kawaida, kwa Simba walikuwa na struggle. Ameondoka kina Meddie Kagere, ameondoka kina Kope Mugaru, kina John Raphael Bocco, wakaja kina Fred Koblan, wakina Paul Madjobe, kina Putin. Na tunazungumza kwenye idara ya ushambuliaji, kwa maana ya ameondoka Mugaru, aliondoka John Bocco, akaondoka Meddie Kagere, lakini angalia replacement ambayo kina Ateba, Donald Ateba, wamekuja kina Fred Koblan, Paul Madjobe. Unaweza kuona kwamba ni wachezaji wa daraja la kawaida ambao hawakustahili kuweza kuvaa jezi ya Simba. Kwa Simba ikawa ina struggle, inapunguza ubora wao kutoka wale ambao walikuwepo ukilinganisha na hawa ambao walikuwa wanakuja. Lakini kwa sasa unaweza kuona kwamba Simba ni kama taratibu anaanza kurejesha ubora kwenye kikosi chao. Unapomwita mchezaji kama Anicet Oura, mchezaji kama Ribasa Gay, kwa performance ya michezo miwili ambayo amecheza, Anicet Oura mechi yake ya kwanza hapo bado hajakopi na wachezaji wenzake, lakini kwa kile kitu ambacho alikionyesha unaweza kuona kwamba huyu ni miongoni mwa wachezaji ambaye anaweza kuja kuwa na msaada mkubwa kwenye kikosi cha klabu ya Simba endapo hakutakuwa na endapo kutakuwa kuna mazingira rafiki ndani ya klabu. Lakini pia nataka nikukumbushe changamoto nyingine ambayo ipo ndani ya klabu ya Simba. Kuna baadhi ya wachezaji ambao wamekuja wakiwa na performance bora, wakiwa na namba nzuri kutoka huko walikotoka, lakini wakija kwenye klabu ya Simba hawafanyi vizuri. Hapa nazungumza Steven Dese Mukwara, alitoka kwa Ghana, alifanya vizuri sana, lakini amekuja ndani ya Simba amefeli, kwa maana kwamba licha kufunga mabao 13, lakini kulingana na nafasi ambazo zilikuwa zinatengenezwa na klabu ya Simba, mabao 13 kwa nafasi zilizotengenezwa kwa mimi hayakuwa na mlingano sahihi. Alikosa nafasi nyingi za wazi kuliko mabao aliyoyafunga. Lakini pia unazungumza baadhi ya wachezaji wengine ambao walikuja kwa na ubora mkubwa, lakini wamekuja ndani ya klabu ya Simba ubora wao unapungua. Hiyo ni changamoto nyingine ambayo ipo ndani ya klabu ya Simba. Ukimwangalia mtu kama Elie Mpanzu, msimu wake wa kwanza, msimu jana alipokuja, performance yake ilikuwa kubwa sana. Lakini this season performance yake ina drop. Kwa jambo la kwanza la klabu ya Simba, unapokwenda kusajili wachezaji bora ni nusu kufanikiwa, lakini kufanikiwa zaidi ni namna gani ambavyo unaweza kutunza ubora wa hao wachezaji. Kwa maana kwamba kama Kibisawara alikuja kwa bora, sijui Mukwara alikuja kwa na namba nzuri, yule William Somba Onana wakati anakuja alikuwa ni MVP wa ligi ya Rwanda, akifunga mabao mengi na akiassist mara nyingi tu kwenye ligi ya Rwanda. Jean Charles Ahoua amekuja kutoka kwa MVP wa ligi kuu ya Ivory Coast, lakini amekuja hapa amefeli. Kwa nini? Ubora wa wachezaji wakifika Tanzania unapungua, wakifika kwenye klabu ya Simba hilo ni jambo jingine. Hawa wametuonyesha kwa maana indicator, kwa maana kwamba wanaweza kuja kufanya vizuri, lakini jambo la kwanza ambalo Simba wanatakiwa kufanya ni kwa nini baadhi ya wachezaji wao ambao walikuja wakiwa na profile kubwa, kwa nini ndani ya muda mfupi huwa wanaanza kuporomoka kiwango. Kwa hiyo wakishapata hiyo tiba na hawa wachezaji ambao wamewasajili, naamini tunaweza tukaiona kesho nzuri ya club ya Simba. Na tunaweza kutoa reference kwa wapinzani wao au watani zao Young Africans. Kuna baadhi ya wachezaji ambao wamewasajili wako na performance bora sana, lakini wakifika ndani ya klabu ya Yanga wanadumisha ule ubora, na kuna vitu ambavyo
vinakwenda kuongezeka kwa hao wachezaji. Japo kuna baadhi ya wachezaji ambao nao pia walikuja kwa ubora mkubwa, wameshindwa kukopa na mazingira, wamefeli. Hapa nazungumza kina ndio ingawao Celestine kwa Mohamed Dumbia, wamekuja kwa na profile kubwa, wamefeli. Lakini asilimia kubwa ambao wamesajiliwa Yanga wamekuja kwa na profile kubwa, wanapofika ndani ya klabu ya Yanga ule ubora wao unahudumisha na kuna vitu ambavyo vinaongezeka. Leo nazungumza Pacome Zouzoua amekuja kwa miongoni mwa wachezaji bora. Lakini kadri unavyozidi kukaa Tanzania kuna vitu vingi positive ambavyo vinaongezeka kwenye game yake. Nazungumza kina Stefan Aziz Ki akuja kwa bora sana, lakini alipokuja ndani ya klabu ya Yanga ule ubora wake ulizidi kuongezeka kwa ndani ya klabu ya Yanga mpaka klabu kama Wydad Athletic wamekuja kumsajili. Kwa nazungumza kina Yao Kwasi ya Tola, japo amekuwa ni changamoto ya majeraha, lakini miongoni mwa wachezaji ambaye ana performance bora. Kwa jambo la kwanza kumsajili mchezaji bora ni jambo la kwanza. Lakini pia kuupata huo ubora wa huyo mchezaji wako kwenye timu yako ni kitu kingine na ni kitu bora zaidi. Na mfano mpesi mwingine ambao upo, tutaitolea klabu kubwa duniani Manchester United ambao wana fan base kubwa sana. Manchester United wana wachezaji wengi sana ambao wanawasajili huko walikotoka walikuwa wanafanya vizuri sana. Lakini walikuwa wakifika ndani ya klabu ya Manchester United hawafanyi vizuri. Wakitoka ndani ya muda mfupi wakaenda kwenye timu za taifa, au wachezaji ambao hawafanyi vizuri kwenye kikosi cha Manchester United wakienda kwenye timu ya taifa wanafanya vizuri. Hapo nazungumza Zeraiko Fahari Maguire, walikuwa mashabiki wa Manchester United, kuna kipindi walikuwa wanamzomea wao wenyewe, lakini akienda kwenye timu ya taifa anacheza vizuri. Nazungumza Bruno Fernandes, mchezaji pekee ambaye yuko kwenye ubora ndani ya kikosi cha Manchester United, licha ya timu kustrago, akienda Ureno alikuwa anaendeleza ubora wake. Lakini unakuwa nazungumza kina Marcus Rashford, ukosoaji uko mkubwa sana, akienda timu ya taifa anafanya vizuri. Angel Di Maria alitoka Madrid, mchezaji mzuri, lakini alienda Manchester United akafeli, akaenda PSG akafanya vizuri. Kwa hiyo kuna muda Simba wanatakiwa kuweza kutafuta tatizo ambalo lipo ndani ya klabu ya Simba. Kwa nini? Baadhi ya wachezaji ambao wanasajiliwa kutoka huko ni wachezaji bora, lakini wakifika ndani ya klabu ya Simba ubora wao unapungua. Nadhani wakishaweza kufumbua ile tatizo ambalo lipo, naamini hata baadhi ya wachezaji wazuri watakao wasajili wanaweza kuwa na impact ndani ya kikosi cha klabu ya Simba. Lakini hivyo bila hivyo unaweza kusajili wachezaji bora lakini bado wakaflop wakiwa kwako, na wakiondoka kwako wanaweza kwenda kufanya vizuri. Hapa nazungumza mtu kama Chefondo Maroni, Simba alimhesabu kama ni mchezaji ambaye amefeli, lakini ameenda Uarabuni anacheza vizuri mpaka tumemshuhudia kwenye AFCON akicheza vizuri sana. Lakini kwa Simba watu wamhesabu kwa maana kama ni beki ambaye anafanya makosa mengi ambayo yanapelekea pia timu kufungwa, na wote tulikuwa tunaona kwamba yes anafanya makosa. Hapo Lombano umezungumzia kwamba moja ya matatizo makubwa ambayo Simba wanakuwa nayo kwamba wachezaji wanakuja pale wakiamini kwamba wao ni bora, lakini wakati mwingine wanaweza kuwa bora, lakini wakati mwingine wanaweza wasiwe bora wakiwa pale. Na umezungumza kwamba tatizo kubwa ambalo wewe umeliona kwa klabu ya Simba, lazima wajue chanzo cha kwa nini wakija hapa wanashindwa kuwa bora kutokana ambavyo na ubora unatokana huko, au kwa nini wakija hapa wanashindwa kuwa bora huko walipotoka walikuwa bora. Tumeona baadhi ya wachezaji ambao Simba waliwaleta katika dirisha dogo lililopita wamekuja na wametolewa wote, wameletwa hawa saizi ambao Simba wao wanaamini bora, lakini unaweza kukuta mategemeo yasiyo vile ambayo wameyategemea. Unadhani hilo tatizo ni nini hasa ambalo umeliona? Nadhani kuna changamoto kwamba lipo katika kamati ya usajili ama lipo katika ligi yetu, kwa maana mtu akija hapa labda mwenendo wa ligi yetu unamfanya asiwe bora. Nadhani kuna vitu viwili mpaka vitatu ambavyo mimi nimefanya research ambavyo naamini kimoja wapo au vyote vinaweza kukaa ni sababu. Kwa maana kwamba wachezaji wengi ambao wanatoka ukanda wa kaskazini, ukanda wa magharibi, wachezaji wengi sio maarufu kwenye ligi zao. Kwa mfano mtu akitoka Ivory Coast hawezi kuwa star kwenye ligi ya Ivory Coast, kwa kuwa Ivory Coast ishashuhudia wachezaji wengi ambao ni mastar. Tunazungumza kina Yaya Toure, kina Didier Drogba, wakina Didi Zokora, ni wachezaji ambao wamezaliwa Ivory Coast na wamefanya mabara makubwa sana. Kwa hiyo ile spotlight ambayo anaipata kwenye ligi ya Ivory Coast ni tofauti na spotlight ambayo atakuja kuipata. Kwa maana hapo unazungumzia ubora wa ligi. Kwa maana yani kwenye ubora wa ligi pamoja pia na ile fame ya mchezaji. Kwa mchezaji anaposajiliwa kwenye ligi yetu, wengi kuwasajili ukiwaona kwenye mitandao yao ya kijamii unakutana na followers 5,000, 3,000. Sio followers wengi. Anapokuja Tanzania ndani ya muda mfupi ana gain followers wengi sana. Lifestyle inabadilika, aina ya marafiki pia inabadilika, anaenda kukutana na marafiki wa aina tofauti tofauti ambao wako nje ya career yao. Wengine ndio wale watu ambao tunakutana nao kwenye viti virefu. Kwa maana unazungumzia starehe sasa. Yes, kwa maana starehe. Kwa mwisho wa siku, yes ulitoka kuwa bora, lakini lifestyle ya bongo inakubadilisha, imembadilisha na amekwenda
kuwa mtu tofauti na amesahau karia yake na karia yake inapotelea hapo. Hiyo ni kwenye jukumu la mchezaji yeye mwenyewe binafsi. Kwa maana kwamba ameshindwa kujua miiko ya kazi yake, mwisho wa siku amefeli. Lakini issue ya pili inaweza kuwa ni kwenye kamati ya usajili wa klabu ya Simba. Hapo kwenye kamati Rombano. Yeah. Simba imebadilisha na makocha. Yes. Unajaribu kila kocha anakuja na maingizo yake kwamba ana wachezaji anawajua huko walipotoka au anawafahamu kwa namna moja ama nyingine. Tumeona tu kwa Steven Becker, ukiangalia usajili ambao umefanya sehemu kubwa Steven Becker amehusika. Sasa najiuliza, ina maana Steven Becker ameongea na ile kamati ya usajili kwamba anamtaka huyu. Yes. Kesho Steven Becker kitoka atakuja kocha mwingine, atasimamia watu watatu na nataka wachezaji wengine. Hili nalo limekaje? Na ndio nilikokuwa naelekea kwa maana kwamba mimi binafsi huwa siamini kocha asajili timu. Kwa nini? Kwa kuwa hatuna utaratibu wa kuweza kukaa na kocha angalau miaka 4 mpaka 5. Kwa maana kocha anatakiwa aje kuta ile progress inayoendelea. Ya kwa maana sisi kwa mfano utaniambia hapa kwenye hivi vilabu vyetu Simba, Yanga, Azam ni kocha gani ambaye amedumu kwa zaidi ya miaka 5 kwenye klabu moja? Hakuna. Kwa hiyo ukisema kwamba kusajilia hao wachezaji then hao wachezaji wanafiti kwenye mfumo wake. Lakini historia inatuonyesha hakuna kocha ambaye ashaidumu zaidi ya miaka 3. Kwa kama unafiti kwenye mfumo wake, huyu kocha akiondoka, hao wachezaji wanaweza kukopi na kocha anayekuja mwingine. Kocha mwingine anayekuja. Kwa hiyo kwangu mimi huaga siamini kwenye kusajili kupitia mwalimu. Binafsi ninachokiona, natamani kuona vilabu vyetu viwe na mkurugenzi wa ufundi. Kwa maana kwamba afanye research yake, afanye tathmini. Kwa maana kwamba sisi Simba Sports Club aina yetu ya wachezaji ni hii. Kwa hiyo aina yetu ya wachezaji kama ni hii hapa, tutasajili mwalimu kulingana na aina yetu ya wachezaji. Then tutaanza kuajiri wachezaji au kuleta wachezaji kwa kumshirikisha mwalimu pamoja na mkurugenzi wa ufundi kwa namna ambavyo timu inacheza. Kwa maana kwamba timu yetu sisi tumetengeneza wanaitwa Runyas, namna yetu ya kucheza, tunaweka mpira chini, tunacheza. Kwa maana falsafa unazungumzia. Falsafa yetu ni hii. Kwa unamsajili mwalimu kulingana na falsafa yako. Na ukimsajili mwalimu kulingana na falsafa yako, maana yake pia hata mapendekezo baina ya mwalimu pamoja na mkurugenzi wa ufundi hayawezi yakatofautiana, kwa kuwa falsafa ambayo klabu yuko nayo, falsafa ambayo mwalimu yuko nayo ni vitu ambavyo vinashahibiana. Kwa hata wachezaji ambao watakuwa wanaitwa kwenye kikosi, maana yake pia watakuwa hawatoki mbali na falsafa. Na nitakutolea mfano, dunia ilishawahi kushangaa Barcelona kwenda kumsajili Kevin Boateng. Kwa kila mtu anajua falsafa ya Barcelona ni ipi, lakini pia aina ya soka ambalo anacheza Kevin Boateng ni tofauti na falsafa ya FC Barcelona. Ndio maana dunia ilishangaa kwa nini Barcelona wanakwenda kumsajili Kevin Boateng, kwa kuwa falsafa ambayo ipo na aina ya mchezaji ambao anacheza ni vitu viwili tofauti. Kwa klabu ya Simba, jambo la kwanza ni kuwa na mkurugenzi wa ufundi ambaye atatengeneza falsafa ya klabu ya Simba, ataisimamia falsafa ya klabu ya Simba. Hata mwalimu atakapoondoka, mwalimu mwingine ambaye atakuja hata kuwa na maboresho makubwa kwenye kikosi. Leo hii nazungumza Fadu Davis ambaye alienda na timu pre-season, alikuwa anamhitaji Anthony Mrigo, alimkataa Miraji Zambo kama unakumbuka. Leo hii Anthony Mrigo, Steve Barker anamkataa kwenye kikosi chake, kwa maana kwamba anahisi sio mchezaji bora, kwake hawezi kudeliver kile kitu ambacho anakihitaji. Simba wamekwenda kumsajili Nixon Kibabage kwenye ule upande. Nazungumza Fadu Davis alikuwa amempropose Neo Maema, kampropose Roshan Derok. Roshan Derok haina shida kwa kuwa anafanya vizuri, lakini kwenye eneo la Neo Maema sioni kama anaweza kawa na muda mrefu ndani ya kikosi cha klabu ya Simba. Ukiangalia kwenye eneo lake wachezaji wanazidi kusajiliwa. Hapo nazungumza Clatous Chota Chama kwenye eneo la kiungo namba 10, sema ambaye anaweza kucheza, lakini pia kwenye upande wa pembeni sehemu nyingine ambayo anaweza kucheza kuna watu kama kina Albasa Gay ambao wanacheza kwenye ile eneo. Kwa nafasi yake kwenye dirisha kubwa anaweza asiwe pia sehemu ya klabu ya Simba. Hii ni project ambayo alikuwa anaiandaa Fadu Davis, taratibu inaanza kuondoka. Anakuja Steve Barker naye pia anaanza kutengeneza kitu chake. Endapo kama kutakuwa Simba watakuwa hawajaachieve kwa kiwango kikubwa, ataachana na Steve Barker, hata hawa wachezaji ambao wanasajiliwa, akija mwalimu mwingine anaweza kuona kwamba kwangu mimi na namna ambavyo nataka kuitengeneza timu ya Simba, sioni kama hawa wachezaji wanaweza kawa wanafiti ndani ya kikosi cha Simba. Inaweza kuwa ni kipengele kingine pia. Ndio maana kwangu mimi huwa naamini kukiwa na mkurugenzi wa ufundi hasa, achana na ule mkurugenzi wa ufundi ambaye yupo kwenye theory peke yake, lakini practically afanye kazi yake.
sioni kama inaweza kawa na tija, lakini kama ukawa na mkurugenzi wa ufundi ambaye anatimiza majukumu yake kisawasawa inavyotakiwa, inaweza tukaona pia namna ambavyo klabu inaweza kunufaika na hizo sajili ambazo wanazifanya, kwa kuwa ni mahitaji ya klabu, sio mahitaji ya mwalimu, ambaye mwalimu pia na wana kauli yao, kwa maana kwamba mwalimu yupo kwa ajili ya kutimuliwa. Kwa hiyo binafsi nakiona hicho kwa klabu ya Simba ndicho kitu kingine ambacho kinawafanya wachezaji wanakuja kuwa na ubora, lakini wakifika ndani ya klabu ya Simba wanashindwa kudeliver kwa sababu ya mahitaji. Mtu aliyowasajili na mtu ambaye anataka kuwatumia ni watu wawili tofauti, kwa hiyo wachezaji wanashindwa kudeliver kile ambacho anakihitaji. Mtazamaji wa Kiswaga Media, hii ni Soka Ulevi Michezo. Tunazungumza hapa, tuko na mchambuzi wa soka Luambano, tukiangalia ya Simba Sports Club ambayo jana ametoka kushinda ushindi wa goli 2 dhidi ya Mashujaa kutoka kule nchini Kigoma. Luambano, umeingia vizuri sana kiujumla kikosi cha Simba. Simba wanaelekea mchezo wao kimataifa kurudiana dhidi ya Esperance de Tunis siku ya Jumapili. Na ametoka kushinda mchezo wao wa ligi. Unapata picha gani kuelekea mchezo wao kutokana na kushinda mchezo wa ligi? Ingawa hatuwezi kulinganisha. Hii ni mechi ya kimataifa, hii ni ligi. Lakini unaona nini kwa Simba? Mimi binafsi naamini Simba angekuwa kwenye ubora wangeweza kupata matokeo pia hata kwenye game ambayo walikwenda kucheza pale Tunisia. Kwa maana Esperance de Tunis walikuwa wanakosa wachezaji wao wanne muhimu. Nazungumza Yusuf Meria pamoja na Belair pia alikuwa anakosekana, ni miongoni mwa wachezaji ambaye ni muhimu kwenye kikosi cha Esperance de Tunis. Na ukiangalia performance ya Esperance de Tunis haikuwa bora sana kwenye ule mchezo. Walichofanikiwa wao ni kuweka mpira kambani na Simba ilishindwa kufanikiwa. Lakini kulikuwa hakuna utofauti mkubwa sana. Kwa kama Simba ungekuwa na ubora mkubwa, walikuwa na uwezo kupata alama 3, kama sio 3 basi hata walau alama 1. Kwa hiyo kwenye game ambayo anakuja kucheza kwenye dimba la Benjamin William Mkapa, naamini inaweza kawa pia Simba kana nafasi kubwa ya kuweza kupata alama. Kwa kitu ambacho nilikiona kwenye mchezo wa siku ya jana, japo wapinzani ni tofauti, quality ya Mashujaa na quality ya Esperance ni quality tofauti, lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo Simba wenyewe walikuwa wanavifanya. Unaweza kuona kwamba hivi hata wangevifanya zaidi ya mpinzani wa aina yoyote vingeweza kuwasaidia. Unaona individual brilliance ya Anisat Oura, individual brilliance ya Basa Gay, unaweza kuona kwamba vile vitu ambavyo anavifanya anaweza kuvifanya pia hata kwa mlinzi wa aina yoyote na bado akafaidika na kuweza kusaidia timu kuweza. Kwa hiyo unawaona Simba kwenda robo finali? Binafsi nitakuwa muongo nikisema nawaona Simba kwenda finali. Kumbuka kwa lolote linaweza likatokea. Kwangu kuna siku nilikuwa redioni nilizungumza, binafsi naona 5% kwa klabu ya Simba kwenda kwenye hatua ya robo finali. Huyu ni Luambano anakuambia anaona 5% Simba Sports Club kwenda hatua ya robo finali. Bwana, hii ni Kiswaga Media, Soka Ulevi. Subscribe kwenye YouTube channel yetu upate mastori zaidi ya uchambuzi kutoka kwa mwamba hapa Luambano, lakini vile vile katika mitandao yetu ya kijamii Instagram, TikTok na Facebook tunapatikana kupitia Kiswaga Media. Tukutakie utazamaji mwema wa vipindi vyetu mpaka wakati mwingine tena. Bye bye kwa sasa.